Mwanzo mlango wa 2 nasoma kuanzia mstari wa 15 hadi 17, lakini mahubiri tunatoa katika mstari wa 16. Maandiko yanasema hivi: Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hilo ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu na tukae. Sasa hapa katika hili andiko ambalo tumetoka kulisoma, ni taje tena, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu. Maandiko yanaposema mtu katika ile lugha asili ya Kiebrania yanamtaja Adam, yule wa mavumbini. Kwa hiyo Mungu akamtoa huyo wa mavumbini akamweka katika sehemu maalum. Ndiyo, Mungu ameumba dunia nzima, amekamilisha kazi yake ya uumbaji, lakini dunia nzima sio bustani. Ametenga sehemu, ameitengeza vizuri, ameita bustani ya Edeni, akamweka kule, akampa majukumu mawili maalum ambayo tuliyazungumzia katika Jumapili zilizopita, ailime na kuitunza. 16 nasema hivi: Bwana Mungu akamwagiza. Sio kwamba alimpa ushauri. Ni vizuri tuelewe hivyo. Hakumpa ushauri. Alimwagiza huyu mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kiswahili tunatafsiri utakufa hakika, lakini Kiebrania alisema kufa utakufa wewe. Yaani kuna mkazo pale kwamba ile siku utakapokula mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya utakufa kweli. Ndio maana unaona Waswahili wanasema utakufa hakika. Sasa mimi ningependa tuangalie hili agizo. Agizo kweli lina sehemu mbili. Lile agizo, sehemu ya kwanza ni akamwagiza akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Yaani amri inapokuja inakuja ikiwa na sehemu mbili. Ni kama sarafu yenye sura mbili. Sarafu za Kenya zina sura mbili, upande wa mbele, upande wa nyuma. Zamani ilikuwa ni sura ya rais, alafu huko nyuma walikuwa iko ni wale simba. Siku hizi kuna mabadiliko, sijui sana kuna nini kwenye sarafu. Lakini hili agizo ukilitazama kivizuri utaona kama sarafu yenye sura mbili. Sura ya kwanza ni amri ya kula. Niseme ni utoaji wa Mungu. Lakini sura ya pili kuna zuio. Pale anapoambiwa, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa hiyo upande mmoja naambiwa kula, na ndicho kinachotangulia. Upande wa pili naambiwa usile. Kwa hiyo lile agizo tuseme lina sehemu mbili. Kuna utoaji wa Mungu na ni utoaji wa neema, kisha pia kuna zuio la upendo ambalo tutaliangalia pengine Jumapili inayofuatia, Mungu akituwezesha. Huu utoaji wa Mungu ni muhimu kukumbuka, kwa sababu mara nyingi huwa tunakimbilia, tukifika katika haya maandiko tunakimbilia katika lile zuio. Mungu alisema usile, lakini kabla hajasema usile alisema kula. Nasa katika bustani tulikuwa tukiwachorea hawa watoto wa Kingdom Kids, tukachora bustani kubwa hivi, tukajaza miti na tukasema idadi ya ile miti haijulikani. Hatujui bustani ilijaa miti ya aina ngapi. Tulijaribu kuhesabu hapo Kingdom Kids, tukahesabu miembe, michungwa, sijui kama mpapayu ni mti papayu. Wengine wakaniambia watermelon ambayo ikapatikana kumbe sio mti. Wengine wakasema tomato na vitu vingine. Lakini ni kwamba miti ni mingi. Ukijaribu kufikiria utapata idadi pengine ilikuwa ni kubwa ajabu. Katika idadi yote ile tumeanza katika hili agizo, tumeanza kwa kusema kula. Kila mti chukua ule. Hasa pale mimi nataka tuone katika tafakari yetu. Huwa nasikia Mazara akisema tafakari fupi. Leo tutakuwa na tafakari fupi tu. Lakini nataka tuone utoaji wa Mungu, utoaji wa neema. Mbona nasema utoaji wa Mungu? Kwa sababu hivi havikufanywa kazi. Hajavifanyia kazi. Amepewa.
amejipata katika bustani, ameambiwa chukua ule kila aina ya mti. Hajaambiwa kwanza itabidi ufanye 1 2 3, alafu mimi nitakuja nitatathmini nione kama umefanya vizuri kisha nitakuruhusu. Ameambiwa hapana, chukua, kula. Ni utoaji. Na katika ule utoaji nataka tupate taswira ya tabia au hulka ya Mungu. Ni Mungu wa aina gani? Wewe fikiria kama ungepata nafasi ukaingia kazini kwa mtu, na kitu cha kwanza anakuambia ni kwamba chukua ule kila kitu, unaruhusa kula hapa, chukua kile, chukua kile, chukua kile. Wewe cha kwanza ambacho utakiona ni vile vitu ama ni yule mtu? Hebu nikuulize. Umeenda kazi, tuseme ndugu zetu wengi wameenda kazi Arabuni, amempata tajiri fulani pale, ameingia, amepewa hata kama kazi ni ya kulima, lakini ameambiwa hapa shambani jisikie huru kula chochote kile. Je, cha kwanza ambacho atakiona ni ile miti, vile vitu, ama ni huyu mtu? Ingekuwa wewe ungeona nini kwanza? Mimi nijisemee, mimi sijui nyinyi mtasema nini, lakini mimi ningemwangalia ule mtu nimshangae, nijiulize kwani huyu ni mtu wa aina gani? Yaani itakuwaje wewe unanipatia mimi hivi vyote? Yaani unaniamini kiasi hicho, ama wewe ni mzuri kiasi hicho? Kwa hiyo katika huu utoaji Mungu anajitokeza kwamba kimsingi ni mwema. Ni Mungu mwema, anamtakia huyu mambo mema. Ni Mungu wa upendo kweli, bila shaka anampenda huyu. Angalia utoaji. Pia ni Mungu wa neema, kwa sababu havijafanyiwa kazi, vimetolewa bure. Hajawekwa katika hali ya kwamba lazima astahili ili apate, ashapewa. Kwa hiyo tuone hivyo katika lile agizo. Cha kwanza tunachokiona katika sheria ya Mungu kwa huyu mwanadamu ni wema wa Mungu, upendo wa Mungu, neema ya Mungu. Sijui kama mnakubaliana na mimi, kwa sababu hii ni sheria inayokuja. Lakini sheria inapokuja kabla ya zuio, sisi tuna mazoea sana. Tunapofikiria sheria ya Mungu ni kwamba Mungu amesema usifanye, Mungu amesema usifanye. Lakini kabla ya kuingia katika zuio, Mungu alitanguliza utoaji. Akasema kula. Kula nini? Kila aina ya mti. Na nikupe mfano. Unapoangalia kitabu cha Mwanzo mlango wa 2, katikati ya bustani kuna miti miwili. Kuna mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mabaya na mema. Ule mti wa uzima alikuwa huru kusimama pale na kula lile tunda. Cha kushangaza ni kwamba Ibilisi anapokuja kumuingiza katika majaribu, anampata sio katika mti wa uzima. Hawakuwa wakijadiliana matunda ya mti wa uzima, walikuwa kwenye ule mti uliokatazwa. Kwa nini? Tutazungumza zaidi kuhusu hayo baadaye. Kwa hiyo nataka muone kwamba ni neema tupu kwa mwanadamu kuwekwa pale katika bustani. Ni neema tupu kwa mwanadamu kupewa kila aina ya tunda. Ni neema tupu kwamba mwanadamu ameumbwa, amepewa pumzi, amepewa fursa ya kuwa katika mfano wa Mungu, amenaibishwa utawala wa uumbaji wote chini ya jua, amepewa nafasi ya ajabu ya juu iliyoinuka sana. Ni neema tupu. Lakini swali linalokuja ni hili: je, kwa kuwa, sio ikiwa, lakini kwa kuwa msingi wa mahusiano ya Mungu na mwanadamu ni neema, yaani kinachotoka kwa Mungu siku zote kuja kwa mja wake ni neema tupu, kwa sababu huyu mja wake hawezi kustahili, hawezi kumfanya Mungu kuwa mdeni au muiwa wake. Mungu hawezi kudaiwa na mtu. Tumetoka kuimba katika wimbo wetu, Mungu hawezi kudaiwa na mtu. Hakuna ambacho utawahi kufanya mpaka ukasimama mbele za Mungu ukamwambia mimi nimefanya, basi na wewe pia fanya. Hauwezi, haiwezekani. Kwa hiyo msingi wa mahusiano ya Mungu na mwanadamu ni neema. Je, na upande wa pili vipi? Mwanadamu atajibu vipi neema ya utoaji wa Mungu anaposimama katika vyote ambavyo Mungu amemkabidhi? Na ni vingi tunaviona hapa katika bustani: uzima, dunia, bustani, miti.
ushirika, upendo, amevipokea vyote. Je, atajibu vipi? Niseme kwamba jibu la mwanadamu siku zote litakuwa ni jambo moja kati ya mawili. Hakuna la tatu, hakuna njia ya kati. Itakuwa ni jambo moja au jingine. La kwanza, jibu ambalo ni sahihi na la kwanza ni ibada. Anaposimama na kutazama utoaji wa Mungu, anaposimama na kuangalia neema ya Mungu, wema wa Mungu, upendo wa Mungu, jibu sahihi sio mwanadamu pekee yake, lakini kila kiumbe ni ibada. Ibada ni nini? Ibada tumesema ni kujitiisha kwa ule mtu, kwa ule moyo wa huyu mtu mbele za Mungu. Ni kujinyenyekeza tuseme. Anapojinyenyekeza ni kwamba anamuona Mungu aliye juu, aliyeinuka sana, anajiona nafasi yake kwamba yeye ni kiumbe aliyepokea, asiyestahili, aliyeneemeshwa. Anapokuwa na mtazamo kama huu, kiumbe anajipata anashukuru. Kiumbe anayejielewa kwanza kabisa anashukuru, anaifurahia neema ya Mungu. Katika kila anachokifanya anajaribu kumpendeza Mungu, inakuwa ni ibada kwake. Ndio jibu la kwanza na jibu sahihi la kiumbe au mwanadamu. Nasema kiumbe au mwanadamu kwa sababu kuna viumbe ambao sio wanadamu, ambao pia inawabidi wamwabudu Mungu na wafikiria malaika. Manake wao pia ni sehemu ya uumbaji, japo ni sehemu tofauti ya uumbaji, lakini wao pia ni sehemu ya uumbaji. Kwa hiyo inawapasa wale viumbe wasioonekana na sisi viumbe tunaoonekana, sisi kama kichwa cha uumbaji ulio chini ya jua, inatupasa sisi sote kuwa na hili jibu moja kwa neema ya Mungu. Jibu gani? Ibada. Na ibada linaonyesha mkao wa nafsi zetu au mioyo yetu. Ninaposema mkao, Kiingereza ni posture. Unaona? Ukiingia, sisi ambao nyinyi reformed, watu wa reformed, mnapoomba mnakaa chini, lakini kule nje ukionekana unakaa chini wakati wa maombi, unaonekana wewe hauna Roho Mtakatifu. Walio na Roho Mtakatifu hawawezi kukaa chini. Kule nje inaonekana hivyo. Wakati wa maombi kuna kusimama, kuna kuzunguka, kuna kuinua mikono juu, kuna kulia, wengine wanabingirika chini, wanafanya mambo mengi. Wanaona kwamba kwa ule mkao wa nje au ule muonekano wa nje basi ndio dhibitisho la ibada yao au kina cha ibada yao ama dhati walioitia katika ibada yao. Lakini sisi tunasema hivi kwamba mkao wa muabudu ni unyenyekevu wa ndani, kwamba hawana ukinzani na Mungu, hashindani na Mungu, ameiona neema, hashindani na neema, anapokea. Unaona? Nieleze hivi, kinyume chake, kiumbe anapoingia katika neema ya Mungu, anajipata katika utoaji wa Mungu, asipojinyenyekeza, kinachofanyika, nimesema hakuna njia ya tatu, hakuna njia ya kati. Kinachofanyika ni kwamba anajiinua moyo wake. Anapojiinua moyo wake, anakuwa na ushindani na Muumba, anakuwa na ukinzani na Muumba. Kwa hiyo hapa hakuna kushukuru, hakuna kujinyenyekeza. Anajiona kwamba anastahili. Ukiondoa unyenyekevu, nafasi yake inachukuliwa na kiburi. Hakuna kitu cha tatu, hakuna njia ya mkato, hamna. Hapa katika neema ya Mungu, jibu la kiumbe kwa neema ya Mungu, number 1, unyenyekevu na ibada, au kiburi, kujiinua na uasi. Huko kujiinua kwa moyo wa kiumbe ndio dhambi mama, niseme hivyo. Dhambi zipo nyingi na kila kukicha tunadhubuni hata dhambi nyingi zaidi. Lakini dhambi mama ni kule kujiinua kwa moyo wa kiumbe. Nasema kiumbe kwa sababu, nirudie tena, wapo wanadamu lakini pia malaika pia utawapata wameingia katika matatizo wengine wao kwa sababu ya huku kujiinua. Unapojipata katika neema ya Mungu, utoaji wa neema ya Mungu, hivi vyote ambavyo Mungu amewakabidhi viumbe wake, kila kiumbe ana jukumu la ibada mbele za Mungu. Kila kiumbe ana jukumu la unyenyekevu mbele za Mungu. Lakini
Wapo wanaochagua uasi, na moyo unaoasi, anasema nabii Obadia katika mstari wa 3 wa kitabu cha Obadia kwamba kiburi cha moyo wako kimekudanganya. Kwamba huyu ambaye anajiinua tayari huwa ashajidanganya. Anaangalia neema lakini anataka kukinzana na ile neema. Anamuona muumba lakini anataka kujiinua juu ya muumba. Shetani kwa wakati mmoja, niwasomea andiko katika Isaya nabii 14. Isaya nabii 14 mstari wa 14 na 15. Huyu ambaye alikuwa ndiye mkamilifu wa uzuri katika uumbaji wa Mungu, Ibilisi kabla ya anguko, alijiambia maneno yafuatayo. Alisema katika Isaya nabii 14 mstari wa 14 na 15. Alijiambia, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Alijiambia hivyo. Huyo tayari ashajidanganya. Ameumbwa na Mungu. Ezekiel anatueleza vizuri katika Ezekieli 28 kwamba alikuwa wa kupendeza ajabu. Hapakuwa na kiumbe mwenye uzuri zaidi ya huyu Ibilisi. Yaani kama kuneemeshwa, alikuwa ameneemeshwa kikamilifu. Lakini alipojiangalia yeye kama kiumbe na akamwangalia muumba, hakuwa na unyenyekevu, alijiinua. Kwa jibu lake kwa neema ya Mungu ikawa ni kiburi na uasi. Akatoa maneno akisema, nitafaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Lakini Mungu akamjibu akamwambia, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Ndio azma yake huyu sasa. Ndio hatima yake huyu Ibilisi. Kwa hiyo majibu ni mawili. Utoaji wa Mungu upo kwa sababu ndivyo alivyo Mungu. Mungu ni mwema, ni wa upendo, ni wa neema. Kwa hiyo anatoa kwa wingi wa wema wake, wingi wa neema, anatoa. Lakini kiumbe ana jukumu, ana chaguo. Je, atajinyenyekeza au atajiinua? Je, atakuwa muabudu au atakuwa muasi? Sasa pia niseme, ule uasi unapojitokeza katika mwanadamu una sura mbili. Uasi unapojitokeza katika mwanadamu una sura mbili. Niwapeleke katika Luka 15. Katika Luka 15 Bwana Yesu alitoa mfano ambao ni maarufu sana, unajulikana kama mfano wa mwana mpotevu na kaka yake. Biblia za Kiswahili zinasema mfano wa mwana mpotevu na kaka yake. Lakini ningependa kuambia kwamba kwa madhumuni ya somo letu la leo, huu mfano tuuite mfano wa wana watatu. Ningependa kuwaonesha ni akina nani hawa wana watatu. Unapoangalia Luka 15 mstari wa 11, tunasoma hivi. Yesu Kristo anasimulia. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Lakini umeona mstari 11, akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Anayezungumza ni nani? Ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Anatoa mfano gani? Kwamba kulikuwa na mtu mwenye wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, nipe sehemu ya mali iliyo urithi wangu. Akawagawia mali yake. Na baada ya siku zisizokuwa nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Huyo akaondoka, na tunajua hadithi inavyoendelea. Akaichukua ile mali, akaiharibu, akaishiwa, na siku moja akaona arudi nyumbani. Tunasoma katika mstari wa 20, akaondoka, akaenda kwa babaye. Alipokuwa bado mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni, mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje. Nasi tunda na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwa shambani, alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na nderemo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja
na baba yako amemchinja ndama aliyenona kwa sababu amempata tena akiwa mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi, akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingi, wala sijakosa amri yako wakati wote, lakini hujanipa mimi mwana-mbuzi nisherehekee na rafiki zangu. Lakini nilipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe upo pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Bali ilibidi kusherehekea na kushangilia, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Yesu Kristo anasimulia mfano wa mwana mpotovu na mwana aliyebaki. Lakini nataka niwapatie picha kwamba katika mstari wa kwanza wa 15 Luka tunasoma kwamba basi watoza ushuru wote na wenye dhambi, hao ndio wanaowakilishwa na mwana mpotevu. Watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi, ambao ndio wanaowakilishwa na mwana aliyebaki, wakanungunika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Kwa hiyo ili kuwakosoa na kuwaweka sawa, Yesu Kristo akatoa mfano. Katika jibu la kimakosa kwa utoaji wa Mungu na neema ya Mungu, tumesema kuna kule kujiinua na uasi, jibu ambalo halifai. Jibu sahihi ni unyenyekevu na ibada. Lakini pia tukasema katika kule kujiinua, kiburi na uasi, zipo sura mbili. Sura ya kwanza nataka niwaambie ni usheria. Usheria ni jitihada za moyo uliojiinua kujistahilisha, kujitafutia haki kwa matendo. Umemsikia huyu mwana aliyebaki anavyozungumza, anasema nimekufanyia wewe kazi. Yaani anaona mimi nastahili, si nimefanya kazi, basi nastahili. Wewe mbona hujanituza kwa jitihada zangu? Baba anajaribu kumweleza, anamwambia, angalia, mimi vyote nilivyo navyo ni vyako. Lakini yeye haoni hivyo, hamuoni baba. Kumbuka katika ule mfano niliwaambia, mtu akaenda mahali kuingia kazini, alafu ule tajiri akaanza kwa kumpa vitu vyote. Atavishangaa vile vitu ama atamshangaa huyu tajiri? Huyu bwana aliyebaki, licha ya kwamba amekuwa mwaminifu, licha ya kwamba amekuwa akifanya kazi, amemtii baba yake, tunamuona kwamba huyu ni msheria, ni mwasi dhidi ya neema. Haoni uhitaji wa utoaji wa baba yake. Anaona kwamba mimi nastahili, si nimefanya kazi, nastahili. Hao ndio waandishi na Mafarisayo, wanajihesabia wenyewe haki kwa kushika kwao Torati. Na wameishika Torati kwa unafiki, lakini hawaoni ule unafiki wao. Wao wanaona mimi nastahili. Wanawaangalia wale katika mstari wa kwanza Luka 15, watoza ushuru na wenye dhambi, wana wapotovu, wana wadharau. Lakini pia wale wana wapotovu ni waasi. Ni waasi kwa nini? Wanapoingia katika neema ya Mungu, wanaposimama mbele ya utoaji wa Mungu, wao wanaamua kujitawala. Kwa hiyo wale wanaamua kujihesabia haki, kufanya kazi, kujistahilisha. Hawa wanaamua kujitawala, kupenda dhambi, kukimbizana nayo. Lakini wote wawili hawaielewi neema ya Mungu. Tatizo lao kubwa, nimesema tena, dhambi ni nyingi na za kila aina. Lakini tukumbuke, turudi nyuma kidogo, tukumbuke sheria ya Mungu inapokuja haitangulii kwa zuio, inatangulia kwa utoaji wa neema. Lakini ule utoaji wa neema, jibu lake sahihi ni moja pekee yake siku zote, litabaki kuwa unyenyekevu na ibada. Moyo uliojinyenyekeza mbele ya Mungu wa neema ni moyo wa ibada. Lakini kinyume chake, na hakuna njia ya tatu, kinyume chake ni kwamba moyo unajiinua, unakuwa ni moyo wa kiburi, haujui kushukuru, unadai. Hata ukaufanyia nini ule moyo hauwezi kuridhika. Maana moyo ukishajiinua hauwezi kuridhika, kwa sababu raha yake ni kuchukua. Uinuke. Unaona? Kwa hiyo katika hadithi hii ama mfano huu ambao Yesu Kristo ameueleza, Yesu alikuwa anataka wale
Sio kwamba alikuwa anawapiga Mafarisayo. Tuelewe vizuri. Hakuwa akiwaponda Mafarisayo na waandishi. Hapana. Alikuwa akiwaonesha Israeli taifa kwamba nyinyi japo ni vikundi viwili visivyofanana, mwisho wa siku ni vikundi pacha. Ni vikundi pacha. Sio kila siku kwamba mapacha wakizaliwa wanafanana, si ndio? Angalau tumesoma kidogo tunaelewa hivyo. Watoto huzaliwa ni mapacha lakini sio wa kufanana. Lakini saa nyingine kuna watoto wanazaliwa ni mapacha na wamefanana, mmoja ni picha ya mwenzake. Lakini hapa katika huu mfano, kikundi cha kwanza watoza ushuru na wenye dhambi, kikundi cha pili waandishi na Mafarisayo. Wote wawili ni waasi. Uasi ni ule ule, ni mioyo iliyojiinua dhidi ya neema ya Mungu. Hawa wakataka kujitawala, kukimbizana na dhambi, hawa wakataka kujihesabia haki, lakini wote ni waasi. Kwa hiyo mfano wa wana watatu, Yesu Kristo anautoa ule mfano ili kila mmoja apate kujiona mwenyewe katika nafasi yake ndani ya ule mfano, na kila mmoja apate kuiona hulka ya huyu baba. Mhusika mkuu katika hii hadithi ni nani? Je, ni mwana mpotevu? Hapana. Je, ni mwana aliyebaki? Hapana. Ni baba wa neema zote. Na huyu mwana wa tatu, Yesu Kristo, mwana wa Mungu, amekuja kuwaletea hawa wana wa Israeli habari njema. Pengine watatubu. Paulo anasema kuhusu Waisraeli kwamba hawa katika Warumi 9 mstari wa 4 na mstari wa 5 anasema wenye kule kufanywa wana au kuasiliwa, karama ya Mungu kwa hao. Wenye utukufu, kumbuka pale mlimani. Wenye maagano, waliopewa torati, waliopewa ibada na ahadi za Mungu, ambao mababu ni wao, na katika hao walitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Utoaji wa Mungu kwa Myahudi umekuwa ni utoaji wa ajabu siku zote, na sio kama sisi watu wa mataifa. Unaona, hawa wamepewa nini? Kufanywa wana, utukufu, maagano, torati, ibada ya Mungu, ahadi zake, mababu ni wao, Yesu Kristo ni wao, maana amekuja kama Myahudi. Huo ni utoaji wa Mungu kwa hawa taifa la Israeli. Lakini sisi, Paulo anasema kuhusu sisi watu wa mataifa katika Waefeso 2, zama zile mlikuwa hamna Kristo. Ni kweli. Mmefarakana na jamii ya Israeli. Ni kweli. Wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Ni kweli. Mlikuwa hamna tumaini. Mimi hata sikudhani hivyo, lakini ni kweli. Hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Yaani tulikuwa katika hali mbaya sisi watu wa mataifa. Lakini wao walikuwa watu wa upendeleo, watu waliosimama katika neema za Mungu. Jibu lao lilikuwa lipi? Jibu lao lilikuwa kiburi na kujiinua. Lakini kile kiburi, kule kujiinua, kunajidhihirisha kwa njia mbili ambazo kwa muonekano wa nje zinaonekana kama zinazokinzana. Kuna Mafarisayo na waandishi walioshika torati, alafu kuna watoza ushuru na wenye dhambi, makahaba na wengine wale. Lakini asubuhi leo mimi nasema hivi kwamba ni pacha. Uasi ni ule ule. Ni kwamba mbele ya utoaji wa Mungu, mbele ya neema ya Mungu, jibu lao limekuwa jibu la kimakosa la kujiinua. Kwa hiyo Mfarisayo asimdharau mtoza ushuru, mtoza ushuru asimwangalie Mfarisayo kama aliyehitimu, hajahitimu yoyote. Wote wamefeli. Maana taifa Israeli, tabia ya Myahudi tangu kutoka Misri imekuwa ni uasi. Sikiza Stefano anapotoa ushuhuda katika Matendo 7:39. Stefano anatoa ushuhuda, anasema mtu huyo, akimaanisha Musa, baba zetu hawakutaka kumtii. Nabii wa kwanza kwa taifa Israeli hawakutaka kumtii, bali wakamsukumia mbali, na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Tangu kuzaliwa kwa taifa la Israeli wamekuwa na uasi mbele ya neema za Mungu. Utoaji wa Mungu, karama za Mungu hawakuzipokea kwa moyo wa ibada hata siku moja. Kwa hiyo ni taifa la waasi. Anaposimama Yesu Kristo mbele yao na waangalia vile vikundi viwili ambavyo vinakinzana, lakini kumbe havikinzani. Na kwa ule mfano anajaribu kuonesha nyinyi wote mmepotea.
huyu ni mpotovu, ndio anaonekana kwa urahisi ni mpotovu, lakini hata nyinyi mliobaki hamumjui Mungu, hamumpendi Mungu. Wao sijui kama walimsikia vizuri wakati ule, lakini pia nataka nikuletee swali asubuhi ya leo, nikuulize na wewe, je, umemsikia vizuri Yesu Kristo? Wale sijui kama walimuelewa. Maana unaposikia mfano mara moja unajikimbiza, unajiweka kwenye kikundi kimoja, unakiangalia kile kikundi kingine. Na nikidhani wengi wetu, hakuna mmoja wetu nadhani ambaye atajiweka katika kikundi cha Mafarisayo. Tutasimama na wenye dhambi tuseme, namshukuru Mungu kwamba sisi sio kama wale Mafarisayo. Sisi angalau tunajijua ni wenye dhambi. Na kumbe wale ni pacha. Mioyo yetu imejiinua. Nikuulize, je, ukaambiwa ujitathmini asubuhi ya leo, ipo sehemu katika maisha yako ambapo umejiinua kinyume na Mungu wa neema zote? Wewe fikiria. Ipo sehemu. Je, maisha yako ni maisha ya kushukuru? Hivi sasa, sio kesho wala kesho kutwa au hivi sasa unatembea katika utoaji wa Mungu, ama kulalamika, ama kutoridhika, ama hujatosheka, ama Mungu amekukosea? Umesimama vipi hapo ulipo? Au niulize kwa njia nyingine tofauti, agizo la Mungu kwako au sheria ya Mungu kwako ni nini? Unaona utoaji ama unaona uzito? Mungu anapotoa sheria kwako, unaipokea vipi? Ni uzito kwako? Ni nira? Unaona nira ile ya kumfunga ng'ombe? Ushaiona? Wangapi ambao washai kushika nira hivi kwa mikono yao? Angalau umeona picha. Nira, yoke, ni kitu kizito kinachowekelewa kwenye shingo ya ng'ombe, alafu anafungwa na mwenzake, wanalima. Sasa wengi tumedanganyika. Tumeona kwamba Mungu anaposema kitu ni kwamba amekuletea nira, amekutika nira, usiishi wewe. Lakini mimi nawaalika leo kuona kwamba kabla ya zuio, tusiwe na uzoefu sana na zuio, lakini tuelewe kwamba Mungu anapozungumza, anapotoa agizo, ametanguliza utoaji wake. Simama katika maisha yako sasa, uone kwamba hata nguo ulizozivaa, kweli hata nguo ulizozivaa ni neema ya Mungu. Kuishi kwako ni neema ya Mungu. Kupumua kwako ni neema ya Mungu. Kwamba unaweza kuja kanisani ni neema ya Mungu. Kwamba tunaishi katika taifa lenye utulivu, japo lina changamoto nyingi, lakini lenye utulivu ni neema ya Mungu. Je, tumejibu vipi neema ya Mungu? Ni unyenyekevu na ibada, ama ni kujiinua? Yesu Kristo anapokuja duniani, tunaambiwa katika Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 5 hadi 11 kwamba iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Tofauti na Ibilisi. Ibilisi alisema, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Lakini Yesu Kristo tunaambiwa kwamba ambaye yeye mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kukiwa ni kitu cha kushikamana nacho. Yaani jibu lake la kimsingi ni kwamba amejinyenyekeza. Maandiko anasema mstari wa 7, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo huyu Adamu wa mwisho anakuja kinyume na Adamu wa kwanza. Adamu wa kwanza amejiinua pale katika ule mti wa jaribio, amejiinua, amesimama kinyume na neema ya Mungu, ameupuuza utoaji wa Mungu, kwa sababu utoaji wa Mungu ulikuwa kwake ni mwingi na wa ajabu, wa kuonekana, sio wa kuhadithiwa. Sio kwamba sisi tunazungumzia mbingu. Yeye alikuwa anaishi katika, tunasema paradiso, mahali pa ajabu. Akauangalia ule utoaji wa Mungu, hakuthamini, akajiinua moyo wake, dhambi mama. Vinavyofuata vote
vimezaliwa katika kile kitendo cha kujiinua nafsi yake, kuinua moyo wake kinyume na neema ya Mungu. Hapakuwa na ibada, hapakuwa na kushukuru, unaofuata ni uasi. Na nimesema uasi, huu uasi ni hatari kwa sababu unaweza kuwa katika bidii zako za kuja kanisani kufanya mambo ya Mungu, kumbe wewe ni muasi. Unajihesabia haki, unajistahilisha mbele za Mungu na machoni petu, lakini Mungu anaujua moyo wako. Ikiwa unakuja kanisani, ikiwa unafanya mambo ya Mungu, mambo yanayoendana na utauwa, ili ujihesabie wewe mwenyewe haki. Ikiwa kwako maisha ya utauwa ni jambo la kujivunia, basi kuna tatizo wewe. Sio jambo la kujivunia. Sisi tunaishi kwa kujinyenyekeza na kushukuru na kuomba, sio kujivunia. Sina chochote cha kujivunia. Unapompata mtu ameanguka kwenye mtaro, ananuka pombe, unasema nini? Chafu. Shukuru Mungu Bwana, mambo mengine sifanyi mimi. Au unasema nini? Unasema isingekuwa ni neema ya Mungu. Unamwona kijana anateseka au yaani mtu amejiingiza katika dhambi, unasema watu wengine hata hawana adabu. Wakali wanaishi vipi? Yaani hawezi kujizuia huyo. Kumbuka kwamba ni neema iliyokufikisha hapo, ni neema. Yule kaka mkubwa, kaka aliyebaki, hamjui babake, hampendi babake, usiwe kama huyo. Usione mimi nimebaki nyumbani miaka yote hii nimemfanyia Mungu kazi, mimi sio kama yule. Unaponyosha kidole, hebu jitazame vizuri. Kwa nini umemnyoshia kidole yule? Sisemi kwamba sasa tuangalie dhambi tuseme ni sawa tu, dhambi ni dhambi. Lakini usije hata siku moja ukamdharau yule au ukajiinua moyo wako kinyume na neema ya Mungu ambayo imekuokoa wewe. Imekufikisha mpaka leo hapo ulipo sasa. Imekulinda, inakukuza, inazidi kukufunza kama inavyokufunza leo kwamba tahadhari Mkristo. Chukua tahadhari. Kwa nini? Ni rahisi sana kujidanganya. Moyo unaojiinua unajidanganya. Kiburi chako kimekudanganya. Nabii imeshasema. Kwa hiyo nawaomba asubuhi ya leo tufikirie pamoja na Yesu Kristo ambaye tunaambiwa mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Tunaambiwa alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti. Sio kwamba kutii utakupeleka katika baraka na baraka na baraka. Utii wa Yesu Kristo umempeleka wapi? Kuangikwa msalabani. Ni kweli kwamba utii una gharama. Hesabu gharama. Piga hesabu yako vizuri. Unapotembea katika utii kuna gharama. Utaingia hasara hapa duniani. Utapoteza vingi hapa duniani. Ni sawa na viende. Lakini unajishindia, unajiwekea akiba katika ulimwengu unaokuja. Akiba ambayo haiozi, haiwezi kuibiwa, haifanyi kutu. Tuwe na mtazamo kama huu. Sio mtazamo wa hivi vya hapa vinavyopita, lakini mtazamo wa vitu vinavyodumu hata milele. Hebu tufikirie kidogo haya ambayo tumetoka kuyasikia. Tumsikilize vizuri huyu mwana wa tatu, mwana wa Mungu anapozungumza kuhusu hawa wana wawili ambao ni waasi pacha. Tujichunguze mioyo yetu tuone pengine tumeanguka katika uasi. Tunataka kujitawala pengine, au sisi tumekuwa wagumu katika mioyo yetu, tunawadharau ambao ni wanyonge, ni wadhambi. Tujichunguze, tumkumbuke Yesu Kristo.